Katika harakati za kuwania urais, Rais William Ruto aliwalaumu viongozi wa wakati huo kwa kupandisha ushuru wa mafuta hadi 16%, akisema kwamba hatua hiyo ilikuwa mzigo mkubwa kwa mwananchi wa kawaida. Lakini miaka minne baadaye, serikali yake imejikuta ikifanya kile ilichokuwa ikikosoa, huku bei ya mafuta ikiendelea kuwaumiza Wakenya. Je, taifa lilifikiaje hapa? Mwandishi wetu Munene John anaangazia safari ya ahadi, ushuru na uhalisia wa sasa wa gharama ya mafuta nchini. Ili kuelewa kwa nini Wakenya leo wanalipa gharama kubwa ya mafuta, ni lazima turudi nyuma. Mwaka 2018 serikali ilianzisha ushuru wa VAT wa 16% kwa bidhaa za petroli, hatua iliyotikisa nchi na kuzua maandamano makubwa ya wananchi waliolalamikia kupanda kwa gharama ya maisha. Shinikizo la umma likalazimisha serikali kushusha ushuru huo hadi 8%, hatua iliyotoa afueni ya muda kwa wananchi. Lakini hata ushuru ukiwa 8%, mzigo haukuondoka kabisa. Mwaka 2020 serikali ilibadilisha mfumo wa VAT, hatua iliyoongeza kiwango halisi cha ushuru bila kubadilisha asilimia yenyewe. Kisha zikaja siasa za kampeni za mwaka 2022. Wakati wa kampeni hizo za uchaguzi, aliyekuwa naibu rais William Ruto alikosoa serikali ya wakati huo kwa kuwapandishia Wakenya ushuru wa mafuta, akisema kodi hizo ndizo zilizokuwa zikisukuma juu gharama ya maisha. Ahadi zilikuwa wazi: kupunguza mzigo wa ushuru na kuondoa makali ya maisha kwa mwananchi wa kawaida. Lakini baada ya kuingia mamlakani, hali ikaanza kubadilika. Serikali mpya ikaondoa ruzuku ya mafuta, ikisema mpango huo ulikuwa mzigo mkubwa kwa uchumi. Mwaka 2023 ushuru wa mafuta ukarejeshwa tena hadi 16% kupitia sheria ya fedha, hatua iliyoongeza gharama ya mafuta kwa mara nyingine. Na wakati bei ikiendelea kupanda, baadhi ya wabunge waliopitisha sheria hizo sasa ndio wamekuwa mstari wa mbele kuikosoa serikali kuhusu ushuru wa mafuta. Kufikia Aprili mwaka 2026, bei ya mafuta ilipotishia kupanda kwa zaidi ya shilingi 50 kwa lita, serikali ikalazimika kurudi tena kwenye kile ilichokuwa imekikosoa hapo awali. Na sasa taifa limejikuta katika mzunguko mgumu wa ushuru mkubwa, ruzuku ya mabilioni ya fedha, pamoja na wananchi wanaoendelea kubeba mzigo wa gharama ya maisha kila siku. Munene John, TV 47, Nairobi.